baadhi ya walimu walipewa motisha na zawadi za pongezi kwa kufaulisha vizuri katika mitihani ya taifa kwa mwaka wa masomo 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, idara imekuwa ina utaratibu wa kuwapongeza walimu wote waliofanya vizuri katika mitihani ya taifa kwa kidato cha 4 pamoja na kidato cha 6. Kama ilivyo agizo ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba kila mtendaji, kila kiongozi apeleke tabasamu kwa wananchi. Na sisi kama maafisa elimu, kazi yetu ni kupeleka tabasamu kwa walimu, kazi yetu ni kupeleka tabasamu kwa wanafunzi, na kazi yetu ni kupeleka tabasamu kwa wazazi na wananchi wote ambao tunawahudumia. Hivyo ni lazima tukubaliane katika kikao kama hiki kuweza kuyazungumza hayo, kwamba ili tunapotekeleza wajibu wetu tufanye kitu gani. Halmashauri ya wilaya ya Arusha kwa kipindi cha Januari Novemba 2025 ilifanikiwa kufanya ufuatiliaji wa ufundishaji na ujifunzaji kwa shule zote 60 za sekondari, na kamati ya ufuatiliaji imekuwa ikikagua maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza ni ufundishaji na ujifunzaji kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 6. Ufundishaji wa stadi 4 za lugha ambazo ni kusikiliza, kuzungumza, kusoma, kuandika kwa lugha ya Kiingereza kwa kidato cha kwanza, English Orientation Course. Idara ya elimu sekondari imeendelea kugawa wakuu wa shule katika makundi 8 na kuwapatia mwongozo na hadithi za rejea zitakazowasaidia wakati wa ufundishaji. Hata hivyo, halmashauri ya idara ya elimu sekondari imeendelea kuweka utaratibu mzuri wa kusimamia mpango wa walimu wa mafunzo kazini kwa mwaka huu 2026, ambapo imeendelea kutekeleza kwa kutenga bajeti na kushirikiana na wadau wengine katika kutoa mafunzo kazini. Aidha, idara imeendelea kusimamia utekelezaji na ukaguzi wa taarifa za shule kama zilizopokelewa kutoka kwa mdhibiti ubora mkuu wa wilaya. Idara ya elimu sekondari kupitia ukaguzi wa shule imeendelea kutafuta suluhu za mapungufu yaliyobainishwa na mdhibiti ubora wa shule. Utekelezaji wa mpango endelevu wa mafunzo kazini kwa walimu MEWAKA ulifanyika kwa shule zote 39 za sekondari ya serikali kwa kuhimiza walimu kujengeana uwezo katika mada mbalimbali, hasa mada ngumu kwenye masomo yao kupitia jumuiya za ujifunzaji jezekezi. Kikao chetu cha leo, lengo kuu ilikuwa ni kufanya tathmini na kuweka mpango kazi wa elimu kwa mwaka 2026. Lakini kabla hatukafika hivyo, ilikuwa ni lazima tuonyeshe hali halisi ya elimu. Ndio maana hapa Salim Taruma ameweza kuwasilisha hali halisi ya elimu na namna ambavyo tumeweza kujipanga. Dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba katika mwaka 2025 na miaka mingine ya nyuma, je, katika hali ya ufundishaji tumefanya kazi kwa namna gani? Lakini tulitathmini katika taarifa iliyopita hali halisi ya ushiriki wetu katika michezo, kwa namna ambavyo tumeshiriki michezo katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya shule, ngazi ya kata, kwa sekondari tumekuwa tunaweka kanda, lakini ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, ngazi ya taifa mpaka FEASA. Halmashauri yetu imeweza kushiriki katika ngazi hizo kama ambavyo taarifa imeweza kuwasilishwa.